ambao waliweza kuzungumza wao matarajio yao kwenye ilani hii mpya iweje. Tuko na mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga. Yeye anataja hapa eneo gani ambalo anahisi linapaswa kuendelea kupewa kipaumbele kwenye ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Queen. Mimi ni mkuu wa mkoa, lakini nimepata bahati ya kudumu mikoa mitatu katika nchi hii. Sijaona tofauti. Ukitoka Iringa ukienda Rukwa, na Rukwa ni mbali, watu wakwambia Sumbawanga ni mbali kweli. Ukienda huko Nkasi ni mbali haswa, Kalambo ni mbali kweli kweli. Lakini kuna shule za kisasa, mabweni mazuri, hospitali nzuri, huduma za maji mpaka vijijini akina mama wanapata maji. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo kutokana na changamoto mbili tatu miradi bado haijamalizika, lakini ukienda unakuta kabisa watu wapo na kazi zinaendelea. Kwa hiyo sisi tuna imani kwamba kilichokuwa kimezungumza kwa hiyo imani ya Watanzania kwenye ilani hii mpya inayokuja ni kubwa zaidi, kwamba sasa ilani hii inakwenda kumaliza yale mengine yote ambayo tulidhania kwamba hawezi kutekelezeka, lakini haya nyuma yote yameshafanyika. Kwa hiyo tunasubiri tuone sasa mambo mazuri na makubwa ambayo leo yanakwenda kuibuliwa na viongozi wetu wakubwa wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kweli mwaka huu wengine kama sisi tunasema tutashangaa sana tukiona kuna mtu mwingine anapita huko barabarani kuna ilani yake vizuri, kwa sababu ilani iliyonadiwa na wananchi walioikubali 2020 imefanya kazi 100%. Ongezeko sasa la wahudumu kwenye hizo huduma, kwa sababu hospitali zimejengwa nyingi sana, shule zimejengwa nyingi sana, maeneo mbalimbali ya huduma yamejengwa mengi sana. Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa vibali vya ajira kila wakati ili hizo sehemu sasa ziweze kuongeza huduma. Lakini pia tumeona, kwa hiyo hapo panahitaji nguvu tu kidogo kusukuma, lakini wahudumu hapo, lakini kutokana na shule nyingi mno kujengwa ambazo wananchi mpaka wanashangaa zimejengwaje. Hospitali nyingi mno kujengwa, ni lazima zote zijengwe wahudumu kulingana na idadi ya wananchi waliopo kwenye maeneo hayo. Umesikia maneno haya Mheshimiwa Queen Mheshimiwa Queen Sendiga anataja, anasema kabisa kwamba kuna uwiano kati ya vituo vya afya vinavyojengwa na wahudumu. Vituo vingi, vituo vipo, zahanati zipo, lakini hakuna wahudumu. Amependekeza hivyo. Tunaye mwingine, huyu ni kijana mwenzetu huyu. Huyu ni Kenan Kiongosi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa huyu. Mkoa wa Simiyu. Jana ameweza kuzungumza Mheshimiwa Kenan Kiongosi. Tunafahamu vizuri sana kwa sababu hapa Dodoma. Tunamjua vizuri. Sasa kule Simiyu namjua vizuri sana. Kule Simiyu basi hamna neno. Huyu kaoa hapa Dodoma mheshimiwa huyu. Huyu ndugu yetu kabisa. Mheshimiwa, hebu shemeji. Ndio. Shukuru. Mimi naipongeza serikali, lakini nakipongeza Chama cha Mapinduzi moja kwa kuandaa mkutano mkubwa huu ambao uko mbele yetu, lakini katika ajenda zilizopo ni pia kupewa ilani ya uchaguzi ya 2030. Kwa nina matumaini makubwa kwa sababu Chama chetu cha Mapinduzi katika kuandaa ilani za uchaguzi miaka yote imekuwa ikiandaa ilani bora kabisa ambayo inaenda kujibu majawabu kwa Watanzania wote. Kwa katika ilani hii ambayo inakuja, tunaamini itakuwa imegusa maeneo yote katika sekta ya kilimo, sekta ya afya, lakini masuala ya uchumi na uzalishaji mali kwa maana ya wakulima, wafugaji, wa machinga na watu wengine wote. Kwa tuna imani itakuwa na majawabu makubwa. Lakini katika sekta umeuliza kwamba natamani ni sekta gani itakuwa imeguswa zaidi, niseme tu kwamba sekta zote zitakuwa zimeguswa kikamilifu, kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakijawahi kukosea, hasa katika uandaaji wa kutatua changamoto na kero za wananchi wa taifa letu.